Ni baada ya dabi ya Kariakoo kughairishwa kutokana na sababu mbalimbali. Kughairishwa mchezo huo, baadhi ya watu wamekuwa wakipanga tarehe kuhusiana na mchezo huo kuchezwa. Wengine wakisema tarehe 10, kila mtu anataja tarehe yake kuhusiana na dabi hii kuchezwa. Lakini afisa habari wa bodi ya ligi ya Tanzania TPLB, Karim Boimanda, amekanusha taarifa zinazosambaa mtandaoni kwa mchezo wa Kariakoo Derby baina ya Simba na Yanga utakaochezwa Mei 10 kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Boimanda amesema taarifa hizo hazina ukweli wowote kwa sababu hadi sasa TPLB kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF hawajatangaza tarehe rasmi ya pambano hilo ambalo liliahirishwa tarehe ya awali ya Machi 8 mwaka huu. Bado hatujatangaza tarehe rasmi mchezo huo, licha ya ukweli kwamba utachezwa kama sehemu ya ratiba ya ligi. Tunaomba wadau wa soka kupuuza taarifa hizo zisizo sahihi ama zisizo rasmi. Kama tulivyowatangazia awali, mchezo huo uliahirishwa na tarehe mpya tutapanga wazi pindi tutakapopanga rasmi, amesema hivyo Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi ya Tanzania TPLB. Lakini pia amesisitiza kuwa TPLB iendelee kusimamia kwa umakini ligi kwa kufuata miongozo na kanuni zilizowekwa na vyombo vya juu vya mpira wa miguu ikiwemo TFF, CAF na FIFA. Lakini pia tunapokaribia ukingoni mwa msimu, pressure huwa ni kubwa. Ndio maana tunazingatia kila hatua kuhakikisha ligi inamalizika kwa mujibu wa taratibu tulizojiwekea tangu mwanzoni mwa msimu, amesema hivyo Boimanda, afisa habari huyu wa TFF. Lakini pia ameongezea kwa kusema Boimanda ametoa wito kwa mashabiki wa soka kuwa watulivu na kusubiri taarifa rasmi kutoka mamlaka husika kuhusu ratiba ya mchezo huo mkubwa wa watani wa jadi. Watu wana shauku kubwa sana kuhusiana na dabi hii ya Kariakoo toka ilipoghairishwa siku ya Machi 8 mwaka huu ambapo ilitakiwa dabi hii ichezwe, lakini haikuweza kuchezewa kutokana na sababu mbalimbali zilizotokea na kufanya kuahirishwa kwa mechi hii ya Simba na Yanga, watani wa jadi kutokea pale Kariakoo. Na afisa habari amesisitiza sana, afisa habari wa bodi ya ligi ya Tanzania TPLB Karim Boimanda amesisitiza kutokana na hizi kauli za kusema kwamba mechi imeshapangwa na tarehe imetolewa, hiyo amesema ni uongo. Taarifa rasmi itatolewa kuhusiana na mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, na hiyo ipo kwenye ratiba. Kwa hiyo lazima itapangwa na watu wataenda kushabikia timu zao kwa sababu ni moja ya burudani, lakini soka kila mtu analipenda. Kariakoo dabi kati ya Simba Sports Club na Yanga ilipangwa kufanyika tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Haikuchezwa kutokana na mzozo uliotokana na Simba kuzuiwa kufanya mazoezi ya mwisho uwanjani siku moja kabla ya mechi, jambo ambalo ni haki yao ya kikanuni. Na moja ya sababu ambazo zilizopelekea kutochezwa kwa mchezo huu ni kukiukwa kwa kanuni za ligi. Simba walidai kuwa walinyimwa haki ya kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa mechi kama inavyotakiwa kanuni ya 17 ibara 45 ya ligi kuu Tanzania bara. Kanuni hii inaruhusu timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo katika muda taraji wa mchezo husika. Lakini pia vurugu na kuzuiwa kuingia uwanjani. Simba walieleza kuwa walizuiwa kuingia uwanjani na watu walidai kuwa walinzi wa Yanga ambao walikuwa wanafanya vurugu na kuzuia msafara wa timu ya Simba kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi. Tukio hili lilisababisha Simba kushindwa kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi. Lakini pia uamuzi wa Simba kugomea mechi. Kutokana na matukio haya, Simba walitoa taarifa rasmi ya kugomea kushiriki mechi hiyo, wakisisitiza kuwa haki yao ya kikanuni imekiukwa na hivyo hawawezi kushiriki mechi hiyo kwa mazingira hayo.
Pia uamuzi wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB iliamua kuhairisha mechi hiyo ili kutoa nafasi ya kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo na kuhakikisha uamuzi wa haki unafanyika. Msimamo wa Yanga: wakati Simba wakitangaza kushiriki mechi hiyo, Yanga walisisitiza kuwa mechi ipo pale pale na walipanga kupeleka timu yao uwanjani kwa ajili ya mchezo. Hatua zilizochukuliwa ni kurejesha fedha za tiketi. Mashabiki walikuwa wamekata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo walielekezwa kuwa watarudishiwa fedha zao kupitia njia walizotumia kununua tiketi. Lakini pia kuhairishwa kwa mechi hiyo iliahirishwa rasmi na TPLB ili kuruhusu uchunguzi wa kina kufanyika. Yote hayo, mechi ya dabi ya tarehe 8 haikuchezwa kutokana na Simba kudai kunyimwa haki ya kufanya mazoezi ya mwisho uwanjani na vurugu zilizotokea wakati wa maandalizi yao. TPLB iliahirisha mechi hiyo ili kuruhusu uchunguzi wa kina kuhakikisha haki inatendeka kwa pande zote. Hizo ndizo sababu zilizopelekea mechi kutochezwa. Lakini pia kama alivyosisitiza afisa habari wa TFF, TPLB amesema kwamba mechi itachezwa kwa sababu ipo kwenye ratiba ya ligi kuu Tanzania Bara. Hivyo basi watu wasiwe na pressure kwa sababu bado ratiba haijapangwa ni tarehe gani ya kucheza mchezo huo. Kwa hiyo watu wasiwe wanadanganywa na watu wengine kuhusiana na mchezo huu kupangwa tarehe. Ratiba itatoka rasmi na watatangaziwa. Endelea tu kufuatilia Sport Mtaa kwa habari zaidi za michezo.